Jamal Islam TV, television ya Kiislamu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Leo ni siku ya furaha na shukrani kwa Waislamu wa Burundi, kwani mahujaji wetu wapendwa wamerejea salama nyumbani baada ya kukamilisha ibada tukufu ya hija. Tarehe ni 15 Juni. Mahujaji wametua salama kwenye uwanja wa ndege wa Melchior Ndadaye jijini Bujumbura. Jamal Islam TV imekuwa shuhuda wa mapokezi haya ya kihistoria. Watu kwa maelfu walijitokeza kuwapokea ndugu zao kwa shangwe, dua na takbira. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ndani ya Jamal Islam TV, leo tariki 15 mwezi wa 6 mwaka 2025 ni siku ya kuwapokea mahujaji wetu ambao wanatoka katika mji mtukufu, mji mtakatifu wa Maka. Kwa hivyo leo ndio mapokezi yao kuweza kuwapokea mahujaji ambao wamekwenda katika mwaka huu. Kwa hivyo inshallah mtaona mambo mengi, tutawauliza baadhi ya wale ambao wanaweza kuhudhuria katika mji mtakatifu wa Maka na vile ambavyo walivyokuta kule, kama changamoto, kama mambo ambayo waliona tofauti na kadhalika. Inshallah zidi kufuatilia katika ndani ya Jamal Islam TV, utapata vipindi vingi sana, na hii hija gisi ilivyokwenda na mamna yote gisi ilivyokwenda mtaipata kwenye usawa. Haya, tuende kwa pamoja mweze kufuatilia. Uwanja wa ndege wa Melchior Ndadaye ulijaa umati mkubwa wa waumini waliokuwa wakisubiri mahujaji kwa hamu kubwa. Wananchi walikuja kwa wingi, wakiwa na furaha, dua na takbira zisizoisha. Vijana wa Kiislamu walionyesha umahiri wao kwa njia ya sanaa na burudani safi, wakiwemo wanaofanya maonyesho ya kuruka juu na wale waliokuwa na ujuzi wa kipekee wa skating, yote kwa lengo la kuwakaribisha mahujaji kwa furaha. Hii ni sehemu ya jitihada za jamii nzima ya Kiislamu nchini Burundi kuonyesha mshikamano, mapenzi na kumshukuru Allah kwa kutuwezesha kuwa sehemu ya ibada hii tukufu. Sheikh Jamal Swaleh ameonekana akiwasili na mahujaji uwanjani, ambapo pia alifanya mahojiano na Umoja wa TV Online Burundi, akielezea mafanikio na matumaini ya msimu huu wa hija. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Hongera tena kwa mara nyingine na karibu katika nchi ya Burundi. Asante sana. Kutekeleza ibada tukufu katika nguzo zetu 5 za Uislamu. Nguzo ya mwisho tunasema hongera na wale wote mahujaji ambao uliongozana nao kwa mwaka. Asante sana. Allah tupokelee. Tumezoea katika nchi ya Burundi au katika nchi tofauti za barani Afrika au dunia nzima kwa ujumla kuwa na wasiwasi pale mahujaji ambapo wanakwenda kuhiji kutokana na miaka miwili iliyopita, mambo tofauti, hali ya joto, msongamano, kusukumana, lakini mwaka huu hatujasikia chochote. Tuambie kidogo hija ya mwaka huu ilikuwa inshallah. Kwa kweli niseme uongozi ule, Mwenyezi Mungu awalipe kheri. Kila mwaka wanakwenda wanaboresha mambo na kuzuia hatari zimetokea mwaka huu mwaka ule, wanafanya sababu zisiwepo. Kwa hiyo alhamdulillah hapa kuripotiwa nani zozote zile, labda yale ya kawaida, mtu kaumwa na hivyo ikawa siku zake zimeenea akawa ameondoka, kama vile yuko dada yetu kutoka Uganda anaitwa Bibi Rahma ambaye amezikwa baada ya hija, amefia Madina. Ni hivyo, lakini kusema ajali, msukumano na hivyo hapana, mambo yameboreka vizuri sana. Tumeondoka na mahujaji wangapi na wote wamerudi salama? Tumeondoka na mahujaji 50 na wote wamerudi salama. Wapo wale ambao wamekuja nyumbani na wapo wale ambao wameondokea kule moja kwa moja na kwenda mwenye miji yao kikazi, lakini jumla walikuwa 50. Kama tunapokuwa tunaangalia vizuri katika mahujaji ambao watakuwa wameenda safari hii, tunaona umri, wale ambao wana umri mkubwa ni wengi kushinda wale wana umri mdogo. Vipi hii inazungumziwa haji katika nyinyi ambao mnaandaa safari hizi, kusimamia safari hizi? Swala lizuri, hiyo ni changamoto ambayo tutaifikisha kwa kina katika kuweka sawa hija zijazo. Inaonekana hija za sasa hivi kuna utu uzima huo na afya kidogo na hivyo haikubali. Ni hija inataka kidogo nguvu bado zipo, na hivyo kuna mizunguko inahitaji nguvu. Kwa hiyo yule anakuwa anahitaji msaada wa ziada, jambo ambalo kidogo inakuwa ni gumu. Hilo tumetathmini matatizo ambayo yamekwenda yanajitokeza kwa hao watu wazima, tunakwenda kulidurusi na kuliweka sawa katika hija zijazo inshallah. Sheikh Zuberi Bizimana ambaye aliongoza mahujaji siku ya safari, naye pia aliwasili na kupokelewa na mapokezi haya makubwa ya kihistoria, akifanya mahojiano na Mufti Saif, mtangazaji wa Jamal Islam TV. Naam, salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam. Ndani ya Jamal Islam TV kama kawaida tuko katika mapokezi ya kuwapokea mahujaji kutoka katika mji mtakatifu wa Maka. Kwa hivyo tuko na kiongozi ambaye alikuwa ni kiongozi wa msafara wa mahujaji katika mwaka huu
mwaka 2025. Kwa hivyo shekhe wetu Sheikh Bizimana Zubeiri, karibu tena shekhe wangu. Naam, wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwanza ifahamike kwamba kiongozi ambaye wa msafara wote ni Sheikh Jamal Saleh. Naam. Mimi ni kama nimechukua nafasi ya kwa kuwa alikuwa ametangulia kwenda Makka, nikachukua nafasi ya kuwaongoza kutoka Bujumbura mpaka mji wa Makka. Naam. Kwa hiyo tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kweli, mahujaji walifika salama na ibada ilifanyika vizuri. Na hata wale ambao walionekana kama ni wagonjwa na wabovu walitutia uoga, lakini kwa kweli Mwenyezi Mungu ana karama zake. Walijikutana kwamba ibada zote wamezifanya alhamdulillah. Pamoja na kuwa hivi, pamoja na kuwa na kurudi, hakuna hata haji mmoja atakwambia amerudi ni mzima. Wote wana homa kali, lakini tunamshukuru Mwenyezi Mungu, ibada ilikwenda vizuri. Kwa kweli kama kawaida mlivyosikia, Sheikh Jamal Saleh kama kiongozi wa msafara wa hija mwaka huu, mwaka 2025, kwa kweli alikuwa ametangulia Sheikh Zubeiri Bizimana, akawa yeye ameshindikizana na wale ambao wamekuja nyuma. Anazungumzia kwamba kuna wale ambao hivi sasa wamerudia, kiasi ya wote 90% wote ni wagonjwa, wana homa kali sana, pengine ni kwa sababu ya jua kali ama changamoto ambazo zenye zilitokea katika mji mtakatifu wa Maka. Sheikh, swali lenye liko hapa ni hivi, changamoto zipi ulizozipata tofauti na miaka ambayo iliyopita? Kwa kweli changamoto ya kwanza ni kwamba tuliyakuta mambo yamebadilika kiasi kikubwa sana 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 sana, kiasi ambacho kwanza tulikuta joto ni kali, alafu sehemu, yani vitu vingi walibadilisha. Vile ambavyo tulikuwa tunategemea, tulikuwa tukifanya kiurahisi, kulikuwa hakuna urahisi wote. Naam. Hiyo ni moja katika changamoto ambazo kwa kweli tulizikuta huko. Naam. Kwa kweli mmezisikia ndugu zetu ambao mnafuata Jamal Islam TV, kwa kuwa Sheikh amezungumzia kipindi cha miaka ya nyuma na miaka hivi sasa, pana tofauti kubwa ambazo mmezisikia kupitia sauti yake mwenyewe. Na kama mnaona jinsi walivyojaa mahujaji ambao wametoka siku ya leo na ambao wamejaa hapa, pengine wengine ni wanafunzi zake, wamefurahia kumwona mwalimu wao. Tukisema tena shangwe na vigeregere, karibu tena shekhe wetu katika mji wa Burundi inshallah. Mungu aibariki dua inshallah. Jamal Islam TV inaendelea kuwashukuru wote walioshiriki na kushirikiana kuhakikisha kila jambo limeenda salama. Tunasema ahlani wa sahlan mahujaji wetu, karibuni nyumbani. Kama kawaida mnavyoona mahujaji waliowasili na waliokuja kuwapokea huku wakipiga madufu na furaha na shangwe na vigeregere katika siku ya leo ya tariki 15 ya kuweza kupokea mahujaji. Hapa ndio mwisho wa kipindi chetu. Zidi kufuatilia ndani ya Jamal Islam TV. Usisahau subscribe, usisahau kusabone hapo chini hapo patakuja alama ya kengele ili uweze kupata vipindi vyetu vya kama kawaida inshallah. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jamal Islam TV Lobora. Jamal Islam TV